Marko 16:17 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Nataka tuangalie hilo neno ishara. Tuangalie hilo neno ishara. Kuna neno ishara kwenye Mark chapter 16 verse 17. Kuna neno ishara. Ishara. Hili neno ishara limetafsiriwa kwa neno ambalo linamaanisha dalili ya kuwepo kitu. Anaposema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hili neno ishara limetafsiriwa kutoka kwa neno ambalo lina maana ya dalili ya kuwepo kwa kitu au mtu. Dalili ya kuwepo kwa kitu au mtu. Anaposema ishara, na ishara hizi zitafuatana. So limetafsiriwa kutoka kwa neno ambalo linamaanisha dalili ya kuwepo kwa kitu au mtu. Inaweza pia kumaanisha kutaka kuthibitisha kitu. Kumbuka tunaangalia hilo neno ishara, tunaposema ishara hizi zitafuatana nao na wote waaminio. So ina maana ya kuwepo kitu au mtu, au pia unaweza kusema inaweza pia kumaanisha kutaka kuthibitisha kitu. Hivyo neno hili linapotumiwa ni lazima liwe kiashiria cha ujumbe au mtu au tukio fulani. Hili neno ishara. Ishara hizi. Hili neno ishara linapokuwa linatumiwa ni lazima liwe kiashiria cha ujumbe au mtu au tukio fulani. Inaweza ikawa lazima lazima liwe ni kiashiria cha ujumbe au mtu au tukio fulani. Kumbuka katika muktadha huu Yesu aliwasahihisha kwa kutokuamini, kwa kutokuamini. Kumbuka kwamba kwenye muktadha huu Yesu aliwasahihisha kwa kutowaamini wale waliowaambia kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Maana kuna wale ambao walienda kuwaambia wanafunzi kwamba Yesu Kristo amefufuka kutoka kwa wafu. So Yesu aliwasahihisha kwa kutokuamini wale ambao walikuja kwao na kuambia kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Aliwasahihisha kwa kutowaamini wale waliowaambia kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Ukiangalia Marko chapter 16 verse 14 to 15. Marko 16:14 mpaka 15. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na hukumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akamwambia nendeni ulimwenguni mote. So tutasema nini? So aliposema waende kuhubiri, kwa hiyo mstari wa 15 Biblia inasema kwamba akawaambia nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. So anaposema waende kuhubiri injili katika mstari wa 15, ishara zitakuwa za kuthibitisha kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kwamba yu hai. So ishara, anaposema ishara hizi zitafuatana na hao. So manake ishara zitakuwa ni kuthibitisha kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu na kwamba yu hai. So
Ishara zitakuwa kwamba ni kuthibitisha, itakuwa ni kuthibitisha kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu na kwamba Yesu yu hai. So kuna hilo neno anasema, hata nirudi hapo nisome. Anasema na ishara hizi zitafuatana. Na ishara hizi zitafuatana. So hilo neno fuatana, kuna hilo neno fuatana. Kuna hilo neno fuatana. Neno fuatana limetafsiriwa kutoka kwa neno ambalo lina maana ya kushikamana. Kushikamana. Hilo neno fuatana. Hilo neno fuatana limetafsiriwa kutoka kwa neno ambalo lina maana ya kushikamana. In bracket unaweza weka devotion. Yaani kujitoa kwa mwingine. Kujitoa kwa mwingine. Kujitoa kwa mwingine. Au pia unaweza sema kuwepo taima. Kuwepo taima. Kuwepo taima. Anaposema sitafuatana, ishara hizi zitafuatana. Ishara hizi zitafuatana. Ishara hizi zitafuatana. Manake anaongelea hili neno lina maana ya kushikamana au devotion, yani kujitoa kwa mwingine au kuwepo taima au kumhudumia mtu popote anapokwenda au kumhudumia mtu popote anapokwenda. Kumhudumia mtu popote anapokwenda. So kuna mistari ambamo hili neno limetumika ili litupatie mwanga zaidi. Tuangalie mistari ambamo hili neno limetumika ili litupanulie mawazo kabisa, kwa tupatie mwanga zaidi. Timotheo wa kwanza 5:10. Hebu tusome Timotheo wa kwanza 5:10. Naye ameshuhudiwa kwa matendo mema, ikiwa amelea watoto, ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, amefuata kwa bidii kila tendo, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo. So ni kitu anafanya kwa mwendelezo, si ndio? Anafanya daima, ni kitu kinafanywa daima, si kitu ya siku moja, ni kitu cha daima kwa mwendelezo. So Petro wa kwanza 2:21. Petro wa kwanza 2:21. Kumbuka tunaangalia hilo neno fuatana, sitafuatana. Tunaangalia linatumikaje, maana tumejaribu kuonyesha maana ya hilo neno. Petro wa kwanza 2:21. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Kawaachia kielelezo, fuate nyayo zake. Mfuate nini? So unafuata leo, kesho unaacha. Ni kitu cha daima, si ndio? Ni kitu ambacho kinafanywa kwa kutumu. So Petro hapa alitumia kwa kielelezo cha Kristo jinsi waamini wanapaswa kuenenda sawa. Petro ametumia kwa kielelezo cha Kristo. So Kristo anakuwa ni kielelezo chetu jinsi waamini wanapaswa kuenenda sawa. So Kristo anakuwa ni picha, anakuwa ni kielelezo kwetu. Tunafuata nyayo zake. So Marko 16:20. Soma Marko 16:20. Marko 16:20. Sema nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha ile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Na ishara zilizofuatana. Unaona hilo neno zilizofuatana na. Zilizofuatana na. So kuna hilo neno zilizofuata. Kuna hilo neno anasema zilizofuatana na. So kuna hilo neno zilizo. Kuna neno zilizo
kuna neno fuata na kuna neno na. Sio kama unaona kitu. Kuna siliso, alafu fuatana, alafu kuna na. Umeona? Siliso fuatana, si ndio Siliso fuatana. So, hilo neno siliso fuatana limetafsiriwa kutoka kwa neno ambalo lina maana ya kuandamana. Kuandamana. Siliso fuatana. Maanake limetafsiriwa kutokana kwa neno linalomaanisha kuandamana. Kuandamana. Tuliona neno kuna neno lingine tuliona ambalo alisema akitenda kazi pamoja. Tuliona hilo neno, unaweza kutusomea kwa Marko 16. Sijui ilikuwa ndio 17 ama wapi? 20. Hebu tusome. Nao wale wakatoka, wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao, na kulithibitisha lile neno. Hilo neno tumesema neno gani? Pamoja nao. Akitenda kazi pamoja. Yes, akitenda kazi pamoja nao. So unaona kwenye huo mstari hilo neno. Hilo limetafsiriwa kutoka kwa neno la Kigiriki ambalo ni sunagio. Sunagio ni neno sunagio. Hilo neno anaposema silisofuatana. Anaposema akitenda kazi pamoja. Akitenda kazi pamoja ni neno linatokana na neno la Kigiriki sunagio, ni SU alafu NERGEO. SUNERGEO, sunagio, ambalo linamaanisha kuongeza nguvu kwa kitu. Linamaanisha kuongeza nguvu kwa kitu. Anaposema akitenda kazi pamoja, akitenda kazi pamoja nao, akitenda kazi pamoja nao, ni neno sunagio ambalo linamaanisha kuongeza nguvu kwa kitu. So Yesu anapotenda kazi pamoja nao, umeanza kujua akangi tu hapa anakuwa tu amekaa ametulia. Haleluya. Sio hivyo. Kama kuongeza kitu kwa nguvu kwa kitu. Kwa maneno mengine, Marko alitenganisha injili ambao ni ujumbe na ishara zilizoambatana nao. Hiyo ndio kitu anafaa uelewe. Kwa maneno mengine, Marko alitenganisha injili ambao ni ujumbe na ishara zilizoambatana nao. Ametenganisha injili ambao ni ujumbe na ishara zilizofuatana nao. So ishara sio injili. Ishara sio injili yenyewe. Kuna ujumbe wa injili, kuna injili, kuna ujumbe. Ndio unaona mwandishi anatenganisha ujumbe na ishara. Ujumbe na ishara. Sasa kimsingi sikia, injili si mahubiri ya ishara. Injili si mahubiri ya ishara. Usianze kuhubiria watu ishara. Injili sio ujumbe wa ishara. Hata hivyo, ishara zinafanya kazi pamoja na. So ishara zinafanya kazi pamoja na. Narudia, injili si mahubiri ya ishara. Hata hivyo, ishara zinafanya kazi pamoja na. So ishara zina point kwa injili. Haleluya. Ishara zinaelekeza. Ishara zinaelekeza kwenye injili. Ishara zinaelekeza kwenye injili. So ishara zinaelekeza kwa ujumbe wa kifo cha Kristo, kusikwa na ufufuo kutoka kwa wafu.
alafu ndio tunapata toba na msamaha wa dhambi katika jina lake. So ishara ina point katika ujumbe wa kufa kwake, kusikwa na kufuka kwake. Alafu hapo sasa ndio tutapata toba na msamaha wa dhambi katika jina lake. Sasa tutasemaje? Kwa hivyo inatosha kusema kwamba ingawa ishara sio injili, lakini ishara zinaambatana na mahubiri ya injili. Ishara zenyewe sio injili, lakini zinaambatana na mahubiri ya injili. Ishara zinaambatana na mahubiri ya injili. So mwandishi wa Ibrania pia ametoa kauli ambazo zinafanana na hii ya Marko 16:20. Tusomee Waibrania 2:3 mpaka 4. Mwandishi wa Ibrania ametoa kauli ambazo zinafanana kabisa na Marko 16:20. Waibrania 2:3 mpaka 4. Soma. Ibrania 2:3. Sisi je, hebu nasoma. Ibrania 2:3 mpaka 4. Sema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Nasema Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu. Hebu anza vizuri. Sisi je? Nasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara. Umeona, kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. So kuna maneno akishuhudu pamoja nao yalitafsiriwa kutoka kwa neno la pamoja. Kuna maneno kama akishuhudu pamoja nao, yalitafsiriwa kutoka kwa neno la pamoja. Unaweza sema compound word, kutokana kwa ile kamusi ya Kigiriki ambalo linatokeza kuongeza kwa kile kinachoshuhudiwa. Linatokeza kuongeza kwa kile kinachoshuhudiwa. Yaani tunaweza tukasema kinachoongezwa ama kilichoongezwa ndicho kinachoshuhudiwa. Ama ndicho kilichoshuhudiwa. So tutaendelea kusema hivi kwenye muktadha, tukisoma kwenye muktadha wa huyu mwandishi, alieleza kwa uwazi kwamba ishara na maajabu na aina mbalimbali za miujiza na karama za Roho Mtakatifu ziliongezwa au kutoa ushuhuda wa ujumbe wa Injili. Tukisoma kwenye muktadha wa mwandishi huu wa Waebrania, mwandishi alieleza kwa uwazi kwamba ishara
na maajabu na aina mbalimbali za miujiza na karama za Roho Mtakatifu ziliongezwa au kutoa ushuhuda wa ujumbe wa Injili. Yaani hizo zenye anaongelea ziliongezwa. So manake haikuwa tu Injili peke yake. Injili inapohubiriwa, hizi ziliongezwa kushuhudia nini? Hiyo Injili. Si kama tunapata. So anatuonyesha nini? Injili ilipokuwa inahubiriwa, kulikuwa na ishara na maajabu na aina mbalimbali za miujiza na karama za Roho Mtakatifu zilizoongezwa au kutoa ushuhuda wa ujumbe wa Injili. So tunapokuwa na ushuhuda na maajabu na aina mbalimbali za miujiza na karama za Roho Mtakatifu, kazi ya hizo zinafanya kazi gani? Zinashuhudia nini? Kuwepo kwa Injili, si ndio? Kuonyesha kwamba hii Injili ni halisi, si ndio? Zinashuhudia Injili. So walipokuwa wanahubiri, maana kulikuwa hizo ziliongezwa kushuhudia Injili. Haleluya. Ndio unaona, kuna wasai fulani ilisema kwamba Yesu alipokuwa anawadhihirishia nini na nini zile 40 days, haikuwa tu Injili kafu. Kulikuwa na madhihirisho ya Roho, kulikuwa na ishara, kulikuwa na miujiza. Tuko pamoja? Mambo yalikuwa yanatendeka katikati yao. Kushuhudia nini? Ile Injili. Glory to God. So ni vizuri kuzingatia maneno ya Yesu katika Marko 16:17. Ni muhimu kuzingatia maneno ya Yesu katika Marko 16:17 anaposema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. So anasema na ishara hizi. Kuna hilo neno hizi. Na ishara hizi. So kuna hilo neno hizi. Hilo neno hizi limetafsiriwa kutoka kwa neno la Kigiriki ambalo linamaanisha kama hizi. Kama hizi ama hizi. Yaani ni kama yenye kufanana, ni kama the same, ni kitu, yani kitu same. Kama hizi. Yenye ni kitu, yani ni kitu chenye kufanana. Maana yake ni kusisitiza yale yaliyotokea. Ni kusisitiza yale yaliyotokea. Anaposema na ishara hizi, maana yake hilo neno hizi ni sawa na kuwa linaongelea yani ni kitu yenye kufanana, inaleta msisitizo fulani. Inakuwa inasisitiza yale yaliyotokea. Haleluya. Inasisitiza yale yaliyofanya nini? Yaliyotokea. So Yesu alichomaanisha ni kwamba wale wanaoamini Injili, ishara zile zilizokuwa dhahiri katika huduma yake zitafuatana nao. So sio ishara zingine, si ndio? Ni zile ishara zile zilizotokea kwenye huduma ya Yesu alipokuwa nao. Zitafanyaje? Zitafuatana na wote waaminio. Tuko pamoja? So anaposema ishara hizi, manake ni zile. Ni ishara zile. Manake zile zilizotokea kwenye huduma yake zitatokea pia kwenye huduma ya wote waaminio. Glory to God. Unakumbuka tukisema wakati mwingine tunafasiri neno moja. Sasa mpaka tunafasiri neno hizi. Ndio tuelewe exactly nini Yesu alikuwa anamaanisha. So anachomaanisha ni kwamba wale wanaoamini Injili, ishara zile zilizokuwa dhahiri katika huduma yake zitafuatana pia na wao. Haleluya. So hili lilikuwa ni jambo lile alilofundisha katika Injili ya Yohana.
Ukienda kwenye Yohana 14:12. Yohana 14:12. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. So naona anasema amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nisifanyazo mimi. So kazi hizi sio, yani kazi nisifanyazo mimi. So anaposema kazi nisifanyazo mimi, so utaona kwamba zile kazi hizi, yani anaposema anaposema yeye amini mimi, kazi nisifanyazo mimi. So kazi hizo, unaelewa? Ama kazi hizi ambazo anaongelea sio injili, ambaye ni kifo, kusikwa na kufuka kwa Yesu. Alafu so anaongelea nini? Anaongelea tunayo ya ubiri, yani tunayo ya ubiri yale ambayo yanatokea wakati tunahubiri, hayo yanakuwa yanaambatana na injili, na pia ni udhibitisho wa ukweli kwamba Yesu yu hai, kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Manake tukianza hili somo alikuwa anasema kazi zenyewe zinashuhudia. Tuko pamoja? So kazi hizi, manake haongelei ujumbe wenyewe, anaongelea kile kinatokea, ambapo tumeona mwandishi wa Ibrania anaeleza vizuri ishara, maajabu, miujiza, unaona, na madhihirisho ya Roho. Manake zinafanya nini? Zinaambatana na injili, au zinathibitisha lile neno, zinathibitisha ule ujumbe, kwamba zinakuwa ni udhibitisho wa ukweli kwamba Yesu yu hai, kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. So hii inaeleza kwa nini Marko alisema zaidi kwamba kwenye Marko 16:20, nao wale wakatoka. Hebu tusome tuone Marko 16:20. Marko 16:20. Na wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana. So Bwana akitenda kazi pamoja nao, maana kuna mambo yalikuwa yanatokea kwenye huduma yao, si ndio? Walipokuwa wanahubiri ujumbe wa kifo chake, kusikwa na kufuka kwake, kuna mambo ambayo Bwana alikuwa anafanya kazi nao, si ndio? So kazi yake ni kudhibitisha ule ujumbe wa injili, kwamba Yesu alifanyaje? Alifuka kutoka kwa wafu. Glory to God. So Mathayo alisema vivyo hivyo. Mathayo naye alisema vivyo hivyo. Mathayo 28:18 na 19 mpaka 20. Soma. Mathayo 28:18. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, akawafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. So tutasema hivi, kwa hiyo ishara hizi
ni uthibitisho wa ukweli kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Yesu yu hai na pia kwamba yuko pamoja nasi. Kwa hiyo ishara hizi ni uthibitisho wa ukweli kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, Yesu yu hai na pia kwamba yu pamoja nasi. So kwenye ujumbe wa Injili unahubiriwa, lazima hivi vitu vikue. Kwa hiyo ishara hizi ni uthibitisho wa ukweli kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, Yesu yu hai na pia kwamba yu pamoja nasi. So miujiza ni mbaya, ishara ni mbaya, madhihirisho ya Roho ni mbaya. Ni mambo ambayo yanathibitisha kwamba Yesu alifufuka, yu hai na yuko pamoja nasi, ama yuko katikati yetu, si ndio? Ndio maana aliwaeleza wanafunzi wake katika Yohana 14:16. Hebu tusomee Yohana 14:16 mpaka 23. Yohana 14 16 mpaka 23. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala humtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sema bado kitambo kidogo, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, unaona, mimi ni hai, ninyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani yako. So siku ile maana yake siku ya ufufuo, si ndio? Sema siku ile mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Sema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Sema 22. Yuda si Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. So kwa imani katika Injili, Kristo na Baba hukaa ndani ya mwamini. Kwa imani katika Injili, ama unapoweka imani katika Injili, Kristo na Baba hukaa ndani ya mwamini. Kwa imani katika Injili, Kristo na Baba hukaa wapi? Ndani ya mwamini. Sasa kwa hiyo mtu yeyote ambaye ameamini Injili sasa ni uthibitisho unaoishi wa Kristo mfufuka. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ameamini Injili sasa ni uthibitisho unaoishi wa Kristo mfufuka. Yaani unapoona mtu aliyeamini Injili ni uthibitisho wa Yesu aliyefufuka, kwamba Yesu alifufuka, Yesu yu hai. So unapomwona mwamini unaona Yesu yu hai. So tunaweza tukasema pia kwamba kwa hiyo kila kitu ambacho Yesu aliorodhesha kama ishara hizi katika Marko 16 kutoka mstari wa 17 hadi 19. Kwa hivyo kila kitu ambacho Yesu aliorodhesha kama ishara hizi katika Marko 16 kutoka mstari wa 17 hadi 19 ni ishara
zinazofuatana au zitakazothibitishwa na waamini wale ambao wameamini katika Injili ya Kristo. Ni ishara zinazofuatana au zitakazothibitishwa na waamini wale ambao wameamini katika Injili ya Kristo. Na tumesema hizo ishara si kitu cha leo tu, ni kitu ambacho kile kinafanyika, kinatumu, kinatokea. Tunaona 16 Marko 16:17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, hivyo hivyo. So hii linathibitisha pia na barua ya Paulo kwa kanisa la Wakorintho ambalo alifundisha kuhusu karama ndani ya waamini na kupitia kwa waamini. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 12:7, Wakorintho wa kwanza 12:7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Nafikiri hapo nilifundisha, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Si mambo ya ufunuo, kila mtu ufunuo tofauti. Anaongelea roho ndani ya mtu. Haleluya! Kila mtu amepewa roho ndani yake kwa ajili ya kufanya nini? Ya kufaidiana. Wakorintho wa kwanza 12:8, Wakorintho wa kwanza 12:8, maana mtu mmoja kwa roho amepewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa, apendavyo roho yeye yule. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 12:8. Alafu Wakorintho wa kwanza 12:9 mpaka 11, mwingine imani katika roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za Luka, na mwingine tafsiri za Luka. Lakini kazi hizi, unasikia? Lakini kazi hizi. Sasa unaona chenye kinaitwa kazi. Ndio nilisema kazi sio injili. Kazi ziko. Sasa tunasema lakini kazi hizi zote. Sasa kumbuka nyuma kwenye Marko anapoongelea kazi hizi nizifanyazo. Yaani kwenye tumesoma hilo neno kazi hizi. Sasa anasema kazi hizi zote usitenda roho huyo mmoja yeye yule akimkawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. So tunapokuwa tunahubiri neno la Mungu, kinachothibitisha kwamba Yesu yu pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari ni nini? Zile kazi, si ndio? Yale matokeo ya ile injili. Kila ambacho kinatokea wakati ambapo injili inahubiriwa. Glory to God. Hicho ndio kinathibitisha kwamba yu hai, alifufuka, yu hai na yuko pamoja nasi. Glory to God. Pia Wakorintho wa kwanza 14:26, Wakorintho wa kwanza 14:26, basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja? Kila mmoja ana saburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana fasiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kuchengana. So hizo ndio kazi. Kunena kwa lugha, kufasiri, hizo ndio kazi za Roho, kazi za Mungu. Glory to God. So kwa hiyo katika Yohana 14 Yesu aliwafundisha wanafunzi kuomba katika jina lake kuhusu kazi, miujiza, ishara na maajabu. Kumbukeni somo letu, kuomba katika jina la Yesu. Kwa hiyo katika Yohana 14 Yesu aliwafundisha wanafunzi kuomba katika jina lake kuhusu nini? Kazi. Kazi zenyewe ni nini? Miujiza, ishara na maajabu. So kwa hivyo nimesema, kwa hiyo katika Yohana 14 Yesu aliwafundisha wanafunzi kuomba katika jina lake kuhusu nini? Kazi, miujiza, ishara na maajabu. Kwa hivyo mkazo ni kufanya kazi za Yesu na kufanya matai katika jina lake. Mkazo ni nini? Ni kufanya kazi za Yesu na kufanya matai katika jina lake.
kufanya matai katika jina lake. So si swala la maombi. Kuomba katika jina lake ni swala la matai. Haleluya. Ni swala la matai. Tunaomba na kupokea kwamba miujiza inafanyika katikati yetu. Haleluya. Tunatai. Sisi ndio tunahitaji, si ndio? So tunapokuwa tunahubiri Injili, inafaa iambatane na nini? Kazi zenyewe, si ndio? So ni matai yetu. Si kuomba, ni matai. Glory to God. Ni matai. Ni habari ya matai. Ni matai. Yaani tunatai. So tunafanya matai katika jina la Yesu. Pepo wanawatoka watu. So si swala la kwanza uombei mtu atolewe pepo. Unamwamurisha. So tunafanya matai kwa sababu ya kile Kristo alifanya. So unatoa pepo kwa kile ambacho Kristo alifanya nini? Kwa kile ambacho natoa na kutoa yaani unaamurisha pepo litoke kwa kasi aliyofanya Yesu Kristo. Haleluya. Maana hilo ndio jina lake. So tunafanya matai katika jina la Yesu, pepo wanawatoka watu. Haleluya. Tunafanya matai katika jina la Yesu na tunaponya wagonjwa. Tunafanya matai katika jina la Yesu, tunaponya wagonjwa. Kwa matai katika jina tunatenda miujiza na ishara. Kwa matai katika jina tunatenda miujiza na ishara. So tutasitenda kazi zile Yesu alizifanya, kwa kuwa sasa anakaa ndani yetu na tuna utambulisho mmoja na yeye. Tutasitenda kazi zile Yesu alizifanya, kwa kuwa sasa anakaa ndani yetu na tunao utambulisho mmoja pamoja naye. So maombi katika jina la Yesu manake ni matai. Tunafanya matai. Tunafanya matai kwa jina lake, wagonjwa wanapona. Mapepo inaondoka ndani ya watu. Fanya matai katika jina lake, watu wanafunguliwa. Watu wanaponywa. Kwa matai katika jina tunatenda miujiza na ishara. Haleluya. Kwa matai katika jina lake miujiza inatokea katikati yetu. So kutokana kwa kusikwa, kutokana kwa kufa, kusikwa na kufuka kwake, tunatarajia mapepo itoke ndani ya watu, si ndio? Ni swala la kupembeleza. Tunatarajia magonjwa, watu wapone magonjwa, si ndio? Tunatarajia kuona nini? Kwa kufa, kusikwa na kufuka kwake, tunatai nini? Tunatarajia kuona miujiza, ishara na maajabu. Haleluya. So kuomba katika jina la Yesu maanake kuna vitu sisi tunatai kuona, si ndio? Tunatai kuona vitokee. Tunatai kuona mapepo kiondoka, wagonjwa wakipona, ishara, miujiza na maajabu zikifanyika, karama na mambo ya roho yakifanyika katikati yetu. Haleluya. Glory to God. Kwa sababu tunafanya matai kwa jina lake. Jina lake ni nini? Kwa sababu alikufa, akasikwa na amefufuka ama akafufuka, si ndio? So kwa matai kwa jina lake tunatarajia kuamrisha hivi vitu tuvione, si ndio? Kuona mambo yakifanyika katikati yetu. Glory to God. Glory to God. So tumefika mwisho hilo somo. Tumefika mwisho wa lile somo. So nataka tuangalie mambo machache, alafu tutakuwa tukiomba tukitamatisha. Unaweza mute hiyo tuende kwa
uchukue ingine sasa. Nataka haya mambo taandika kwa